Ukisikia Radio Maria Tanzania inatimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, redio hii imeanzishwa kwenye meza hii na kwenye studio hii ambayo nimekaa hapa sasa. Awali watangazaji walikuwa wakikaa hapa kwa ajili ya kutangaza matangazo ya awali kabisa yaliruka kutoka chumba hiki. Na mimi leo nimekuwa na mtangazaji wa mwanzo kabisa ambaye yeye alikuwa ni mmoja kati ya watangazaji, na siku hii ya leo tunapoelekea miaka hii 30 imekuwa ni fursa kwetu sisi kufanya mazungumzo pamoja naye, hasa akiwa ni mtangazaji nguli wa awali kabisa. Sisi ni chipukizi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtazamaji, natamani kufahamu jina lako, unaitwa nani, mtangazaji wa awali kabisa wa Radio Maria Tanzania? Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Bernard Lucas Mbawala, ni mwalimu mstaafu. Ndio. Mtazamaji, nafahamu ni kwa vipi ulianza kazi yako ya utangazaji hapa Radio Maria Tanzania? Awali mimi ni mwimbaji. Ndio. Na nilikuwa naimba kwenye kanisa kuu kwa ya Mtakatifu Matias Mlumba Kalemba. Ndio. Na mara moja tulikuwa na tukio, mwenzetu mmoja alipata shida, kwa hiyo nilikuwa naendesha ratiba kama MC. Ndio. Baada ya kumaliza, mmoja akasema, wewe sauti yako inaonekana ni nzuri kama mtangazaji. Ambaye mimi ni mtangazaji wa kujitegemea huo mitaani na nini. Ndio. Lakini kumbe mwaka mmoja baadaye ndio radio ikaja kuanzishwa mwaka 1996. Ndio. Na kwa kweli nilisikia radio inaanzishwa. Nilikuja kuulizia. Kuna mwenzangu mmoja nilikuwa nasoma naye, Bwana January Nchimbi. Nilimuuliza, hivi kuingia huku radio unafanyaje? Sema huku ni lazima uandike maombi, alafu yaweze kuchujwa na hivi, alafu unaweza ukapokelewa. Niliandika maombi na nikaleta huku. Kwa kweli, kwa sababu walihitajika watangazaji, by then hakukuwa na ajira na hakukuwa na watangazaji. Nilijibiwa mara moja, na kwa sababu walikuwa wananifahamu niko naimba hapa kwa ya Matias Mlumba Kalemba. Kwa nikaanza kazi ya utangazaji. Lakini kwa kupata ABC namna ya kufanya kwa wale ambao niliwakuta sana Father Camilo Nikata, na kuna mmoja sasa hivi ni marehemu Bwana Mark Mapunda. Ndio. Hongera. Asante. Haya, unaweza kutueleza vipi kipindi ambacho kilikuwa maarufu sana kwa kipindi kile ambacho wewe ulipata nafasi ya kukitangaza, au ulikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakiandaa kipindi hicho? Asante. Kwa kweli vipindi, unajua hii radio ni kama mpya kwa Songea. Hakukuwa na radio ukiachia mbali TBC. Radio ya watu binafsi au ya taasisi binafsi ya kwanza ilikuwa ni Radio Maria kwa ukanda huo. Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi vya kufurahisha, vingi vya kuvutia. Lakini kimoja ambacho nakikumbuka sana watu walikuwa nakipenda sana ni kipindi cha salamu. Kilikuwa kinaitwa Nakupongeza. Kilikuwa kinaanza saa 9 mpaka saa 10. Kipindi hicho sasa watu, of course tulianza zamani, hakukuwa na mambo ya simu na nini. Wanaandika kadi na zinaletwa hapa na unazisoma zile kadi zao. Zinaletwa physically. Zinaletwa physically, watu zinapokelewa kule, zinaletwa, wewe unazipanga kulingana na muda wako, kiasi gani kadi zinaweza zikatosheleza. Kwa hiyo kilikuwa kinapendwa sana kipindi cha Nakupongeza. Kwa sababu tulikuwa tunaweka na muziki ule, of course baadaye kulikuwa na mabadiliko, lakini tulikuwa tunaweka na muziki ule wa kawaida. Si wa dini tu, tulikuwa tunaweka na ule wa kawaida. Kwa hiyo mji mzima ulizizima, lazima ikifika saa 9 watu tutasikia Nakupongeza. Na kwa sababu ya sijui sauti yangu nzito au vipi, ilionekana watu pengine walikuwa naona kama vile wanavutiwa na ile sauti na nini. Kwa hiyo mpaka leo bado nakumbuka. Ila kuna siku nilichelewa kidogo kwa sababu mambo ya usafiri. Nafika hapa, unajua mtangazaji inabidi uwe studio angalau nusu saa kabla unapanga mambo. Kwa hiyo bado dakika 10 sijapanga zile kadi na hivi na nini. Lakini basi kwa sababu ya ushirikiano nikakuta wenzangu wameshanipangia, nikaingia. Na hapa nilipokaa ndipo tulikuwa tunasomea kadi. Of course hapa ni mtangazaji, halafu kule nyuma ni kama fundi mitambo. Hapo fundi mitambo, wewe mtangazaji unakaa hapa. Kilikwenda vizuri na watu walifurahia. Tunaendelea kupata mangamuzi mbalimbali jinsi ambavyo vipindi mbalimbali vilikuwa vikifanyika hapa studio hii ambayo tumekaa hapa. Ninatamani kufahamu tena kutoka kwako, ni vipi sasa unashuhudia mabadiliko haya ya teknolojia ya redio kipindi kile na kipindi hiki, jinsi ambavyo mambo yalikuwa yakienda? Hapo umesema kwamba mlikuwa mnafika dakika 30 kwanza kabla ya kipindi. Karibu. Kwa kweli
Mabadiliko ni makubwa, ni mabadiliko chanya kimsingi. Hata kama wakati huu wa mabadiliko sijawa studio au sijawa mtangazaji, lakini nashuhudia jinsi ambavyo ninyi mlioko Dar es Salaam, kwa sababu nafuatilia mnavyofanya na hivi na mnavyofika huku mikoani kurekodi vipindi mbalimbali. Kimsingi ni kama vile imerahisisha utendaji wa kazi tofauti na kule nyuma. Kule nyuma unachukua ile tape ya kurekodia vipindi kama unakwenda kuchukua kipindi labda cha salamu sasa unakwenda kule unaweka beti kikikorofisha maana yake unajua hapo umekosa kipindi unaona. Lakini unaweza karekodi kule alafu unakuja kuweka kwenye mixer sasa ili kiende hewani hakuna yani hakuna pengine sauti ukurekebisha na kimepotea. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu fulani ingawaje ule ugumu ni fundisho ulituongezea umakini. Unapokwenda hakikisha kila kitu kimekaa vizuri. Kama ni cassette unayotumia au tape unayotumia kisha umeipima kabla hujaondoka studio. Na ukirudi kule ingiza kwanza kwenye mitambo usikilize je kimekaa vizuri au vipi. Kwa hiyo mabadiliko yaliyofanyika hapo katikati ni kama vile yamerahisisha utendaji wa kazi lakini yanasaidia sasa kufikisha habari hizi zinazopitia kwenye radio kwa umbali mkubwa zaidi. Sasa ilipokuwa unafika kwenye studio na kutoka kama kile kipindi hakipo, unafanyaje kwenye zile dakika? Yaani zile dakika unazitumiaje kufidia ule muda ambao unapotea pale? Ukirudi kuchukua kipindi lazima uingie kipindi studio ya kutengenezea kipindi kule. Sasa unavyoingiza kwenye mitambo una play unakuta hakuna. Of course ni lazima utengeneze 2 or 3 days before kabla ya kipindi. Kwa hiyo unakuta hakipo. Unaanza kurudi tena. Sasa kabla hujaleta huko unarudi tena kuwatafuta. Sasa ukirudi kule wale sources wako pengine wameshatawanyika. Yana maanisha kwamba umeshafika studio ile kaseti unaingiza pale inakataa kuplay, yani maana yake haitaki kwenda hewani. Sasa ule muda mnaofanyaje pale? Labda mnaomba samani kwa kwa msikilizaji kwamba kuna changamoto au unarudi tena kwenda kukichukua haraka haraka? Labda nifafanue kidogo. Ukishachukua kipindi kwenye source fulani unakwenda kukitengeneza ili kuondoa vitu fulani na kukiedit. Sasa kule unavyokitengeneza unakuta hakuna kitu. Unalazimika kurudi tena siku kabla pengine kabla kipindi hakijatoka. Lakini in case nakuja kwa sababu ukiwa zamu unaweka cassette ya mtu afa hamna unafidia. Unaomba samani alafu unaweka muziki basi dakika zote 30 watu wanasikiliza muziki. Hizi ni changamoto za kipindi kile tofauti na sasa hivi kwenye kipindi cha dijitali. Haya, tunatamani kufahamu kuna tukio lolote ambalo unalikumbuka kwa miaka hii 30 Radio Maria Tanzania tunazo miaka 30. Unalikumbuka kwako wewe binafsi ambalo limewahi kutokea kwa radio au kwa ujumla kupitia Radio Maria Tanzania ambalo unatamani kutushirikisha? Matukio ni mengi. Matukio ni mengi, mengine ya kufurahisha, mengine basi si ya kufurahisha. Lakini nianze na la kwangu binafsi. Mimi nilikuwa mtumishi. Na kipindi kile ili uweze kuhudumu kwenye Radio Maria lazima uwe umejiajiri au umeajiriwa. Kwa sababu radio alikuwa haiprovide mshahara wala posho yoyote. Kwa hiyo mtu akija huko asitegemee radio itamlipa. Kwa hiyo lazima utegemee mshahara wako kule na nini. Sasa mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu na hivi mshahara wangu ulikuwa unapatikana kupitia kazi ya ualimu. Lakini sasa jambo moja ambalo si zuri sana ilionekana machoni pa wakubwa wangu mwajiri kwamba mimi nimeajiriwa Radio Maria. Kwa hiyo napokea mishahara miwili. Kwa hiyo niliitwa ofisini kuhojiwa na kujieleza mpaka leo maandishi ninayo kwenye faili. Jieleze unatumiaje muda wako wa ziada na tueleze ajira yako wewe ni nini. Kwa hiyo nilieleza na nini, lakini unajua radio huku Songea kuikuta hivi ilikuwa ni maajabu kwa sababu watu tunasikia tu TBC hawajawahi kufika huko. Sasa ukisikia unaona vitu vya tofauti mno. Kwa hiyo nimejieleza lakini hawakuridhika. Kuna kipindi nimeandaa kipindi changu mimi nilikuwa naandaa vipindi mbalimbali. Kuna vipindi vya mashairi, ngonjera na boresha familia yako na nini. Kwa hiyo nimeandaa kipindi nimekiacha nikarudi shuleni kuendelea kufundisha. Kipindi kinatoka mwajiri anasikiliza na unavyotangaza unatangaza in present tense. Yani sasa hivi kana kwamba ndio unafanya. Kumbe mimi nilirekodi. Kwa hiyo wao walivyosikia kwamba saizi kipindi kinaanza nini na nini kwa jua tayari Bernard yuko redioni ameacha kufundisha. Walifuata shuleni.
nilikuwa shule mbali kidogo. Ndiyo. Wakatuma mtu afisa mmoja kuja kule kama mkaguzi hivi na nini. Kuuliza Bernard yuko wapi? Yuko darasani. Yuko darasani? Bernard Mbawala ndio. Sasa akawa anazunguka. Mimi nilimwona lakini mimi naendelea tu, baadaye nilikuwa nafundisha Kiingereza. Nimemwona nikajua maafisa wamekuja kukagua na hivi. Baadaye wamerudi. Sasa nikashangaa, narudi ambia vipi? Walikuwa wanauliza lakini waliuliza tu Bernard yupo na nini? Ambia kwani kuna nini? Ambia hatujui lakini afisa amerudi. Kumbe walitaka wanishike kwamba nimetoroka vipindi, nimekwenda kutangaza Radio Maria. Ilinipa changamoto kubwa sana na nilikuwa sisomeki mbele ya wakubwa maafisa elimu. Basi hiyo ni changamoto ambayo nilikuwa nakuja huku sasa kwa wasiwasi kidogo, je, itakuwaje? Lakini uzuri ni kwamba mkurugenzi wa radio alitengeneza utaratibu. Sisi ambao tumeajiriwa serikalini, siku zetu za kuja hapa ni Jumamosi na Jumapili na siku za sikukuu. Na tukija hapa basi ni kutoka asubuhi mpaka saa fulani, ngaje siku nyingine basi unaweza overlap. Kwa hiyo ilinisaidia. Na kwa sababu niliipenda hii kazi, ile changamoto ilifutika haraka sana na haikukusumbua sana. Haya, hiyo ni changamoto moja ambayo umeipata katika upande wako. Je, katika upande wa uzalishaji wa vipindi, mnapoenda kutafuta sasa maudhui huko mtaani au mnapokuwa mnaandaa labda kwa kusoma vitabu, ni changamoto ipi ambayo uliipata hapo kwenye vipindi vyako? Changamoto zilikuweko. Nakumbuka changamoto moja, mimi pia niliaminiwa katika kuchukua vipindi vya salamu mitaani na sana vipindi vile vya sikukuu, iwe sikukuu za Kiislamu au za Kikristo. Sasa nilikwenda kukusanya salamu za sikukuu ya Idi kwa wenzetu wa Islamu. Nilipata changamoto kuwapata watu wa kushirikiana nao. Kwa sababu nilikwenda kwenye ofisi zao za wilaya hapa wakanikatalia, nikaenda kwa mkoa wakanikatalia, labda nenda kule kuna msikiti mmoja uko pembezoni kidogo. Fika kule kumbe wanasema hawa watu wa kanisa wanataka wachukue habari zetu wakazitangaze huru watudhalilishe na nini. Wakawa wanaogopa kunipa ushirikiano. Lakini kuna mmoja sijui kama ni shehe au nani lakini wa cheo cha chini. Akaniuliza, kwani wewe unataka nini? Niambia mimi nataka nichukue salamu zenu za sikukuu ya kesho kutwa mnayoifanya ya Idi. Hilo tu basi, lakini hamtaenda kutuzalilisha kuniambia hakuna. Wewe uwe free. Basi akatoa salamu zake na hivi nikamhoji maana ya sikukuu zao na nini, nikaja kutengeneza kipindi na nikaambia ili kuthibitisha hili si kwa nia mbaya, tarehe fulani siku ya sikukuu kuanzia saa 10 sikiliza Radio Maria alafu nini. Alisikiliza na nini, alifurahi sana. Mwaka uliofuata sasa, kwa sababu tayari ndio area yangu ya kufanya kazi, nikatumwa tena. Na mimi sikuhangaika, nasema narudi tena kule Manzese, kunaitwa Manzese. Yule bwana alinipa ushirikiano, nikamfuata. Ambia bwana, kesho kutwa sikukuu kama tulivyofanya mwaka jana. Bwana, kwanza unajua nyinyi wa Kristo ni watu wa ajabu sana. Yaani hii radio mnaifanya kama ingekuwa sisi Waislamu Wakristo singepata nafasi ya kuja kueleza habari zao. Lakini nyinyi mmetufuata na mnatufuata majumbani, halafu mmekwenda tumesikiliza ile mahojiano, hatujatoa pesa yoyote. Yaani hatujatoa hela yoyote, lakini mambo mazuri. Yaani kwa kweli nyinyi Wakristo ni watu ajabu sana. Watu kwa kweli leo sasa shehe amesikia kwamba unakuja, basi yeye mwenyewe ndio atafanya tayari sasa akapatikana sasa shehe wa wilaya kafanya naye ikawa peace line. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine kwa kweli Radio Maria inatangaza amani. Vibaya mno. Lakini pia inatutangaza hata sisi tunakuwa popular. Unajua tena wenyewe wanasema mtaji wa watu ni mzuri zaidi kuliko mtaji wa fedha. Social capital ni nzuri kuliko uwe na pesa. Kwa hiyo hasa hizi mitaani ya BM, mimi nafupisha kwa jina la BM. Bernard Mbawala BM. Kwa hiyo BM ilizalishwa kwenye hii studio hii. Nikitangaza kipindi namaliza kwa BM basi ukifahamika na watu ni sehemu ya faraja pia. Hongera sana. Asante sana. Miaka hii 30 ya Radio Maria Tanzania, mpaka sasa tuna vituo 55. Unahisi ni siri ipi ya mafanikio toka kuanzishwa kwa redio mwaka ule wa 1996 hadi mwaka huu inapotimiza miaka 30? Ni siri ipi ya mafanikio iliyopo ndani ya redio hii Maria? Kwanza kwa sababu redio yenyewe ni ya Mama Maria. Mama Maria ndio mwombezi wetu na redio yenyewe ni ya kwake, lazima anaiombea ili iweze kwenda vizuri. Lakini kwa upande wa watendaji nadhani ni moyo wa kujitolea.
Unajua sielewi sasa hivi kinachofanyika kule mliko Dar es Salaam, lakini huku kwa asilimia kubwa ule utayari wa kufanya kazi ndio unaifanya redio iweze kwenda vizuri. Na kwa sababu hii kazi ilikuwa kama mpya watu tulikuwa tunaipenda na hivi yani nakuletea faraja fulani. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kwa moyo mno. Kwa hiyo nadhani siri mojawapo ya mafanikio redio ndani ya miaka 30 ni wale wahudumu wake kufanya kazi kwa moyo wa kujitolea zaidi na kuipenda kazi yenyewe. Lakini pia kwa sababu ni redio ya kanisa, sala ndizo zinazosaidia. Maombi ndio nakumbuka hapa kila siku lazima ukimaliza vipindi jioni, masifu ya jioni nafanya hapa. Asubuhi wale wanaokwepo basi lazima wafanye masifu hapa kabla vipindi vingine na vitu kama hivi. Na muda wa sala, kwa hiyo vitu kama hivi vimesaidia sana redio ifike mahali ambapo nini. Lakini pia ni kuaminiwa na wanajamii. Wasikilizaji wanaiamini. Na wewe mtangazaji unafahamu redio inaaminiwa na kila mmoja. Akisikia tu vipi, wametangaza redioni. Hata kama lakini redioni wametangaza, wewe inaaminiwa. Kwa hiyo Radio Maria iliaminiwa na kwa sababu ilikuwa ni ya kwanza redio za kijamii huku iliaminiwa sana na hivi imepata mafanikio makubwa. Kabla hatujaenda kwenye kapera yetu, jinsi ambavyo ulikuwa ukitangaza kipindi cha salamu. Ndio. Hebu tuambie kama uko na jambo lolote unatamani kumwambia msikilizaji na mtazamaji ambaye mara zote anafuatilia Radio Maria Tanzania na anaisikiliza Radio Maria Tanzania. Kwa kweli Radio Maria ni sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Ndiyo. Na watu wangetamani sana kupata uzima na Kristo ndio uzima wenyewe. Kwa hiyo watu wakisikiliza Radio Maria kuna mambo watayapata yale ambayo wanakosa kupitia redio nyingine. Kwa hiyo mimi nawasa wale wasikilizaji wetu wasiache hata siku moja kusikiliza Radio Maria. Hata kama hawatasikiliza vipindi vyote, lakini kuna baadhi ya vipindi wakikosa tutakuwa nakosa vitu muhimu sana kwa sababu ni redio ya kanisa na kanisa ni la Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Kristo maana yake atakuwa anazungumza na watu na watu wakimsikiliza Kristo uzima watakuwa nao. Kabisa. Wanaisikiliza lakini pia na kuiwezesha. Kwa sababu inatutegemea sisi. Hii ni jambo muhimu sana na mimi nawapongeza siku hizi. Kipindi kile tunaanza ilikuwa hata hatuelewi sasa redio inakwenda kwa support gani. Lakini siku hizi kuna marathon naona kuna ngao zimewekwa hapa na za ushindi na nini. Watu wanachangia. Of course hata mimi mwenyewe kila inapotolewa bahasha lazima nichangie. Kwa sababu si tu kuwezesha lakini imeniwezesha hata mimi kufahamika. Kwa hiyo inasaidia watu waichangie redio, waichangie ili iweze kusikika na iweze kuendelea kutoa habari zile ambazo watu wanazihitaji katika maisha yao. Haya, embo wakati huu ukiwa unaitazama ile kamera, ndio ufanye kama ambavyo ulikuwa unafanya kile kipindi cha salamu. Akapera tu kidogo. Karibu. Nakupongeza. Basi mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi chako unachokipenda kila siku ya saa 9 hadi saa 10 za alasiri tunapokutana katika kujuzana hili na lile katika salamu za mchana wa siku ya leo. Leo hii basi tutakuwa nami mtangazaji wako Bernard Mbawala BM kukuletea kipindi hiki cha takriban dakika 60 na mwenye bahati ya kutufungulia kipindi hiki ni dada yetu huyu Monica Mbilinyi wa Box 82 Songea. Yeye kwa kweli leo anatamani kumjulia hali mchana wa leo kakake Anton Mbilinyi anapatikana huko Wino, kakake Alpius Mbilinyi anapatikana Lutukira, mdogo wake Lukulesia yeye anapatikana huko Mbinga na mashangazi zake wote wa Bomba Mbili na wadogo zake wote wanaopatikana huko Maweso. Baada ya huyu kutufungulia kipindi basi anayefuata mwingine ni Judith Hiera. Huyu Judith Hiera yeye anapatikana kwa simu namba hapa 0782969594. Mchana leo katika kipindi cha nakupongeza anaamua kumpongeza mdogo wake Agata Mbele, yeye anapatikana huko wilayani Nyasa. Shangazi yake Salome Hiera wa Mpanda Ngindo. Laurent Hiera kakake huyu wa Lizaboni, hakumsahau mdogo wake Asumta Hiera wa huko Mikaranga. Aidha mwishoni kabisa anamkumbuka dadake Hilda Hiera akimpongeza akipatikana huko Bomba Mbili. Ujumbe anaotoa kwamba tutembeleane pia tujuliane hali kupitia Radio Maria. Basi kwa siku ya leo tunatamanisha kipindi chetu cha nakupongeza, kipindi kinachoanza saa 9 hadi saa 10 za alasiri kupitia studio hii ya Radio Maria. Unapokuwa na kadi yako usisite, Radio Maria ni sauti ya Kikristo nyumbani mwako, unakaribisha wakati wote. Kukuaga kutoka nakupongeza siku ya leo ni mimi mtangazaji wako Bernard Mbawala BM. Kwaheri.